zote. Ni wewe unatawala, ni wewe wa kuinua na ni wewe wa kurejeza dadi. Ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mtuliza wa bahari dadi. Umetuwezesha Jehova na kutufikisha hapa Jehova, ndiposa Baba mweza wa yote tunene utukufu wako, tunene sifa zako, tukuinue, tuseme ya kwamba unaweza. Tuseme Baba umetuwezesha, ni mkono wako dadi, ni mkono wako Jehova Ebeneza. Unaweza siku zote, unalinda siku zote na unaongoza siku zote. Katuongoze dadi, naomba Roho wako Mtakatifu apate kusuka mahala hapa, ili Baba muweza wa yote ninene neno lako ipasavyo, kwa kuwa nguvu na uweza na vyako siku zote Jehova. Tawala Jehova, kwa kuwa unaweza. Nipe nguvu dadi, kwa kuwa unaweza. Pea msikilizaji popote pale alipo nguvu Jehova, apate Jehova kuweza Jehova kulisikiliza neno lako, na apate kukuamini, ili aende safari ya kwake pamoja na wewe Jehova. Unaweza siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu Mungu mwaminifu, Mungu tumaini, Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Akianzia lazima apate kukamilisha, kwa kuwa ni mtakatifu wa watakatifu. Ni tegemeo letu na ni simba wa kabila la Yuda. Tutapata somo la leo kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango wa kwake ule wa 3, mstari wa kwake ni ule wa 20. Mlango wa 3 Ufunuo wa Yohana, mstari wa kwake ni ule wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote na analinda siku zote. Nasema tazama, nasimama mlangoni. Mtu akisikia sauti yangu atafungua, nami nitakula pamoja naye pamoja nami. Ni Mungu anaweza siku zote na ni Mungu analinda siku zote. Ametufungulia mlango leo ili tupate kula pamoja naye. Ukisikia sauti ya Bwana, hasa kugeuza mawazo, hacha kuwa mgumu kwa mawazo ya kwako, hacha kujiwekea mipaka kwa mawazo ya kwako. Mungu ni muweza wa yote, anavisha siku ya leo, anavisha mlango wa kwako leo, apate kuingia huo moyoni mwako, ili upate kula pamoja naye, ili upate kunywa pamoja naye, hale pamoja na wewe, hakule pamoja na wewe, muisi pamoja naye, kwa kuwa ni wa utukufu. Asiyeshindwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, anayeanzisha na anapata kukamilisha. Asiyeweza kulemewa na jambo lolote ni Mungu wetu Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Akianzisha anaweza kumalisha, kwa kuwa ni Mungu muweza wa yote na anatawala siku zote. Ni yeye aliweka ukuta wa Jericho chini, ni yeye alifufua akina Lazaro, ni yeye muweza wa yote, alipata kufufua akina Dorcas, kwa kuwa ni wa neema, kwa kuwa ni wa dhamana na anaweza siku zote. Ukimwamini siku ya leo, ukiamini kisa ukipata kutubu makosa ya kwako mbele za kwake, Mungu ni muweza wa yote. Ataingia, atakula pamoja na wewe, atakunywa pamoja na wewe, atakupa kila ambacho unachokihitaji kwa maisha yako. Hata acha mpendo wa kwako akaaibika, hata acha mtu yeyote aliyemwamini akaaibika. Sijawahi ona mtu yeyote aliyemtegemea Mungu watoto wake wakienda kuomba na kukopa. Sijawahi ona mtu yeyote aliyemweka Mungu mbele ya kwake na maisha ya kwake kaendelea kurejea nyuma. Mungu ni muweza wa yote. Wote wanaoliita jina la Bwana Yesu wako na ingilio, wako na mlango ambao wanaweza wakaingia, wako na kimbilio ambalo ni thabiti lisiloweza kutingishwa na kitu chochote. Wako na uwezo wa kwenda na kutawala kwa hii dunia, na pale mbinguni wapate uzima wa milele, wapate kulipo kitu na kingine kila ambacho walipoteza. Ukisamwamini Mungu Bwana Yesu, ukisamwamini Bwana Yesu, wewe utakuwa mtu wa kukatwa
moto, wewe utakuwa mti wa kunyauka, wewe utakuwa mti wa kung'olewa, bali utakuwa mti wa uzima, utakuwa mti usioweza kupata jua, usioweza kuona jua ukanyauka. Mungu ni muweza wa yote, wote wanaolitegemea jina la Bwana Yesu ni kama mti uliopandwa kando ya mto usioweza kusikia jua ama kukosa matunda wakati wa kwake. Mungu ni muweza wa yote na anaweza siku zote, analinda siku zote. Alimuokoa Danieli katikati ya wale simba na akamuinua kwa kuwa ni mwaminifu. Ni yeye muweza wa yote. Alisema Nebukadneza lazima ale nyasi ili watu wajue ya kwamba mimi ni Mungu aliye hai. Ni Mungu anaweza siku zote. Hakuna ufalme wowote ule unaweza ukamshinda huyu Mungu wetu tunayenena. Hakuna mtu yeyote aliye na mamlaka zaidi ya Mungu wetu Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, anayeanzisha na anapata kukamilisha, anayetupanda pasipo kung'olewa na kitu chochote. Neno la Bwana ni mbegu ambayo iwezi kanyauka hata ikiwa namna gani, hata ikiwa namna gani. Lazima ikipandwa, lazima imee, lazima itokelezee, lazima imee, lazima iwe mti mkubwa ambao nyuni watakuya wakalie kwa huo mti. Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Ametuandalia mahali ambapo ametuma malaika wa kwake ili apate kutuongoza mpaka atufikishe mahali ambapo ametuandalia. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Anasikia kilio za Israeli na anapata kuona machozi yao. Ni Mungu muweza wa yote, anaweza siku zote. Na akisaona hayo machozi ya kwako, akisasikia kilio cha kwako, anatuma mtumi wa kwake huyu Musa ili apate kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Na leo nimetumwa nikuye nikukomboe, leo nimetumwa nikuye nikukomboe, nikutoe katika hayo magonjwa, nikutoe katika hiyo sinaa, nikutoe katika hizo dhambi ambazo umekimbilia kwake, hizo dhambi ambazo zimekufunga. Mungu ni muweza wa yote. Kila minyororo yote ambayo Shetani amekufunga nayo, katakata leo ili upate kuendelea na safari ya kwako. Katakata vifungo vyote vya magonjwa, ukatakate sheria zote ambazo Shetani amekuwekea eti hautaondoka. Mungu ni muweza wa yote. Ondoka kwa dhambi, ondoka kwa dhambi, ondoka kwa hizo sinaa ambazo unazozifanya, ondoka katika mambo mabaya, ondoka kwa mawazo mabaya, ondoka kwa moyo mbaya, ondoka kwa Shetani. Hakuna usuri huko, hakuna usuri duniani. Kote kwa Mungu kumejaa na raha tele. Kuko na raha, kuko na kila kitu ambacho unakikimbilia mpendo huko duniani. Duniani haina kitu inaweza ikakuridhisha nacho, ila ukikimbilia kwa Bwana Yesu utapata kuridhia. Yule wale watu wakatengwa na wakawekwa mahali pale, na wakiwa mahali pale wakaongelezana wenyewe kwa wenyewe, wakaulizana tukikaa hapa tutakufa, lakini tukirejea kule ambako walitufukusha bando kuna njaa, bando tutakufa tu. Lakini tukienda kwa wale adui zetu, wakituua watuue, ama wakiweza kutuhifadhi watuhifadhi. Wakasikilizana, wakaenda wakainuka kwa umoja, wakainuka kwa imani, wakainuka kwa imani mpendo. Pasipo imani huwezi ukampendeza Mungu, pasipo imani huwezi ukampendeza Mungu. Wewe uliyekaa mahali pamoja, wewe uliyetengwa, wewe unayeonewa, wewe unayedhulumiwa, wewe uliyetengwa kwa sababu ya kitu fulani, Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Na nena na wewe nikupe nguvu ya Mungu Bwana Yesu, nikwambie ya kwamba wale watu wa pamoja na kuwa na ugonjwa wa ukoma, Mungu ni muweza wa yote. Aliweza walipoinuka wakiwa katika safari ya kuingia kwa wale ndui za kwao, Mungu alishuka akawapa nguvu, ikawa kana kwamba miguu yake ikasikika kana kwamba ni randi na ngurumo. Wale ndui zao waliposikia ya kwamba ni kana kwamba Israeli wamekomboa watu ili wao kuwavamia, wakaondoka wakaacha vitu vyao, na wale watu wakaja wakaingia wakakula, wakachukua vitu vizuri, wakaenda kuhifadhi. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Usifie mahali pamoja, usifie mahali pamoja. Inua moyo wako, inua sauti yako upate
kumuita Bwana Yesu. Inua sauti ya kwako upate kumuita Bwana Yesu. Yawezekana umeishi kutegemea dunia na imekufikisha mwisho. Yawezekana umeishi kutegemea wazazi wa kwako na umeona hakuna msaada kwao. Yawezekana umeishi kutegemea huyo mbosi wa kwako lakini hakuna msaada uliopata kwake. Bado tu ni kuhangaika na kusumbuka. Nimekuja na habari njema leo nikwambie ya kwamba hivyo ambavyo wamekunyanyasha, Mungu hataki kuona ukiwa namna hiyo. Mungu hataki kuona mpendo wa kwake akiwa design kama hiyo. Anataka watu wa kwake wapate furaha, wapate amani, wapate upendo na wapate kuliita jina la Bwana Yesu kwa imani kuu, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Kimbilia kwa Bwana Yesu wewe uliyedhihakiwa. Kimbilia kwa Bwana Yesu apate kukupa kila ambacho huyo mkuu wako hawezi akakupa. Wote wanaowategemea wakuu wamelaaniwa, wote wanaowategemea watu wamelaaniwa, lakini yule anayemtegemea Bwana Yesu amekwisha kubarikiwa, amekwisha kupata kila ambacho alikuwa anakosa katika maisha ya kwake. Amekwisha kupata afya ya kwake, amekwisha kupata furaha, amekwisha kupata amani, amekwisha kupata ile ambacho ameishi kulilia, amekwisha kupata watoto wa kwake. Watoto wa kwako watarejeshwa, wale ambao walipotolea huko mjini, wale ambao walitoweka nyumbani wakaenda kuhangaika kule mjini. Kuna uwezo Mungu apate kuwarejesha, kuna uwezo Mungu apate kuwarejesha na wakiwa na baraka. Mungu ni muweza wa yote, naye anasema ya kwamba nitarejesha watoto ambao ulisikia kana kwamba ulikata moyo na ukasema wamekufa. Nitawarejesha na utauliza ya kwamba hawa ndio watoto wa nani? Nao Mungu atakwambia ni wale watoto wa kwako, wale wenye upendo, watakusikalia, wale watu ambao watakusimamia kwa kila jambo ambalo utakalolihitaji. Mungu ni muweza wa yote akupatanishe na wao, akupatanishe na wao. Mungu akuamsha leo, akupe nguvu ukitoka kwako upate kwenda ili upate kuonana na yule ambaye Mungu amemtuma ili apate kuja kuwasiliana na wewe. Ni Mungu muweza wa yote na anaweza siku zote, anatawala siku zote na analinda siku zote. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Ahabu wakatoka ili kwenda kumtafuta Elijah. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote, analinda siku zote. Yaani si Elijah alienda kutafuta Ahabu, ni Ahabu alienda kutafuta Elijah. Tuko na mamlaka wote wanaoliita jina la Bwana Yesu, tuko na mamlaka, tuko na mamlaka. Ni Mungu anaweza siku zote, amekwisha kutia nguvu ndani ya kwetu ili tutangazie mataifa huwa ni yeye anatawala. Amekwisha kutia nguvu ndani ya kwetu ili tupate kusema ya kwamba hatutaogopa, sitaogopa, sitaogopa, sitakufa, mbali nitaishi kusimulia matendo ya huyu Yesu Kristo. Nitaishi kusimulia vile ambavyo ametenda. Nitasema alikufa siku ya kwanza, siku ya pili pale akakuokaa pale, siku ya tatu akapata kufufuka. Mungu ni muweza wa yote na leo amefufuka kwa mioyo yetu. Leo amefufuka kwa mioyo yetu, amefufuka kwa mioyo yetu iliyokuwa imekufa. Mungu amepata kufufuka, Mungu amepata kufufuka kwa kuwa ni mwenye nguvu na ni muweza wa yote. Amefufua moyo uliokufa, wewe uliyekufa, wewe uliyekata hofu, kata tamaa na ukaona umefika mwisho, wewe unayelala kwa kitanda. Nikwambia Anania miaka 30, nikwambia Anania miaka 8 pale kwa kitanda, lakini Petro alipokuja akamtangazia neno la Bwana Yesu, Anania akaamka na akaenda kwake kwa kuwa akiwa na uponyaji tele tele. Mungu ni muweza wa yote. Wale watu wakahisi kufungwa na miungu ya kwao, lakini akina Paulo walipofika pale ule mjini, Mungu ni muweza wa yote, akatangaza neno la Bwana na magonjwa yote na vitu vyote ambavyo vilikuwa vinawasumbua akapata kuweka chini kwa uwezo wa Bwana Yesu, na akapata kuwatakasa na akawafanya kuwa safi kabisa, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Ametuita ili tuwe wasafi, ili tuwe watu ambao ni wa kuenesha Injili, ili tuwe watu wasiokuwa na hofu yoyote ile. Tukisika nyoka tunatupa kwa moto na tunapata kuenesha Injili ya Bwana Yesu. Ni Mungu mwaminifu na ni Mungu anaweza siku zote na anatawala siku zote na analinda siku zote. Na walipomtupa yule mtume gerezani,
usiku wa manane Mungu akatuma malaika wake ili apate kumkomboa Petero kule gerezani, na anaweza siku zote na analinda siku zote. Minyororo yote ambayo walikuwa wamemfunga ikakatika, katika milango yote ambayo walikuwa wamemfungia yule Petero yote ikafunguliwa na Bwana Yesu, na wale walinzi aliokuwa akiwekewa wote wakalala usingizi wa kifo, ili mitume wakuwa kapate kuondolewa katika taabu. Nami nimekuja na habari njema nikwambie leo, Bwana ametuma malaika wake ili apate kukukomboa kwa hiyo mikono ya ndui, ili apate kukukomboa kwa hiyo mikono ya waganga na wachawi, ili apate kukuondoa kwa hiyo mikono ya watu wasiofaa, apate kukupeleka kwa watu wanaofaa, akuelekeze mpaka kufikisha mahali ambapo amekuandalia. Israeli akatoka akiwa ananyanyaswa pale Misri, akatolewa akapelekwa mpaka nchi inayomimina maziwa na asali, na leo kuna mpendo anapelekwa kwa nchi ya kwake. Leo kuna mpendo anatolewa katika mateso, anapewa raha isiyo na kipimo, anapewa furaha isiyo kuwa na kipimo, anapewa amani isiyo kuwa na kipimo. Mungu ni muweza wa yote, anakuangalia kwa jicho la huruma, anaangalia kwa jicho la huruma, akutoe katika mavumbi, akupeleke vile ambavyo alipeleka Ana, akupe furaha vile ambavyo alimpa Sara, akupe furaha vile ambavyo alimpa Ana, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Yani akutengeneze mpaka uamini ya kuwa yeye ndiye simba wa kabila la Yuda. Sio maneno tu, mbali ni nguvu za kwake. Hatuneni maneno tu, bali tunanena nguvu za Bwana Yesu, tunatangaza nguvu za Bwana Yesu, tunahubiri nguvu za Bwana Yesu. Nasema nguvu, uweza na nguvu zilizo ndani ya hili jina la Bwana Yesu, furaha na amani iliyo ndani ya Bwana Yesu Kristo. Ni Mungu muweza wa yote. Tunanena kila ambacho tumekipata na kila ambacho hatujapata tunene. Tunanena nguvu ambacho tumesiona zikitenda kazi, mitume wakifufuliwa, muweza wa yote, watu wakitolewa katika kuteka samaki kuletwa kufanya mitume wako Bwana Yesu, watu wakitolewa katika magonjwa na kuletwa kwa afya, kwa kuwa ni Mungu muweza wa yote. Watu wakitolewa katika kazi, watu wakitolewa kwa kazi baya wanaletwa kwa kazi nzuri. Watu wakitolewa katika kukosa maarifa na kukosa hekima, mpaka umesoma na umehitimu vizuri, lakini unakaa tu, lakini kwa upendo wa Bwana Yesu. Mungu ni muweza wa yote, anaweza akakutoa hapo, anaweza akakutoa hapo ambapo umefungwa. Hicho ni kifungo. Hivyo ambavyo umetafuta kazi umekosa, kimbilia kwa Bwana Yesu aifungue kazi ya mikono ya kwako. Kimbilia kwa Bwana Yesu apate kufungua kazi ya mikono ya kwako. Usihangaike tena, usihangaike kwenda kuwaomba, usihangaike kwenda kwa ofisi kwenda kulia kule. Hangaikia kwa Bwana Yesu, kimbilia kwa Bwana Yesu, kimbilia kwa ile jina. Liite tu jaribu, anasema jaribuni mpate kujua, mpate kuona mema niliyo nayo. Yani amekupa nafasi upate kunjaribu. Mjaribu Bwana Yesu, mjaribu Bwana Yesu. Nisiwe natangaza uongo, nisiwe na bwiri uongo. Mjaribu leo, liite jina la Bwana Yesu Kristo, mlilie Bwana Yesu Kristo. Wewe umeishi kulilia kualilia mawazo ya kwako na kutegemea hekima uliyo nayo. Hebu kimbilia jina la Bwana Yesu leo upate kunjaribu na pamoja na hizo nguvu zako, uone ni ipi ambayo inaweza ikatenda kazi kwa maisha ya kwako. Uone ni kipi ambacho kiko na faida kusinda kile ambacho umeishi kutegemea. Jaribu tu, nasema jaribuni kila roho, ili mpate kujua roho wa kweli ni yupi. Na mimi nimekupa hiyo nafasi, na Mungu akupate kukimbilia, apate kuona vile ambavyo umemjaribu na apate kukutimishia. Gideon akamwambia, kama wewe ni Mungu, naweka hii sahani hapa, nikikuta kesho ikiwa na ndio. Mungu ni muweza wa yote. Akaenda na akaiweka pale, na kesho yakakuta ikiwa na ndio. Mungu ni muweza wa yote na anaweza siku zote. Akamwambia, sasa sitaki hivyo, nataka isiwe hapa kusiwe na hiyo ndio, na pale kwingine kuwe nayo yote. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote na anatawala siku zote na analinda siku zote, anatawala siku zote, anahifadhi siku zote. Asubuhi na mapema alipoamka akakuta vile ambavyo aliomba kuwe ndivyo ambavyo kuko. Vile ambavyo utaomba kwa Mungu ndivyo ambavyo atajibu kwako, ndivyo ambavyo atajibu kwako mpendwa, ndivyo ambavyo atajibu kwako. Ukimlilia kwa kitu chochote
atatenda kwako, na utapata kuona yeye ni Mungu asiyeshindwa na kitu chochote. Anaweza siku zote na analinda siku zote. Baba, unaweza siku zote, unatawala. Ni wewe Ebeneza Jehova, ni wewe muweza wa yote. Umeniwezeza mpaka umenifikisha mahali hapa Jehova Dadi. Ni wewe Dadi muweza wa yote, umenipa nguvu nipate kulena neno lako ambalo ni uhai wetu Jehova. Muweza wa yote, kanipe nguvu, kanitawale Dadi, katawale msikilizaji popote pale alipo, ukampe na nguvu, ukampe na neema yako Ebeneza, kwa kuwa ni wewe Mungu usiyeshindwa Jehova. Upate kutusunguka na ukuta wako wa moto Dadi Ebeneza, shetani asituone, adui asituone popote pale Jehova, tutaenendea Jehova. Muweza wa yote, uwe ni wewe Jehova, umetuongoza. Naomba Jehova tusike mkono vile ambavyo ulisika wana wa Israeli mpaka ukawafikisha Ebeneza, na kuita Dadi, kwa kuwa unaweza Ebeneza. Katuongoze Jehova, kaniongoze, kawaongoze hao wasikilizaji na watazamaji popote pale walipo. Neema yako ishuke kama mvua Dadi, neema yako ishuke kama mvua, utawala wako ushuke kama mvua Jehova. Tusiangalie Jehova maarifa ya dunia, bali tuangalie maarifa ya kutoka na wewe Ebeneza. Unaweza siku zote na unasunguka siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu, Yesu akutawale, Yesu akupe nguvu, Yesu akuinue, Yesu akurejeshe chochote ambacho adui amekunyang'anya, na akupe nguvu, akuinue na akuwezeshe, kwa kuwa ni Mungu tegemeo letu. Amen. Amen.